بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا معشر الحاضرون، أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين أحباء، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na usieni na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala, na tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi ahadi ambayo ni ya kweli ya kuwaokoa na kuwathaminisha na kuwapa amani wale ambao ni wenye kumwogopa yeye. Maashara alhadhirun, kwa hakika majlis kama hii, kama alivyosema ndugu yangu hafidhahullah, ni majlis katika majalis alkhair, na majalis hizi ndio majalis pekee ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwalipa wakaaji au walioacha shughuli zao kukaa katika majlis kama hizi, bali Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe mpaka aliyepita njia ambaye hakuja kwa lengo la kile ambacho kilikuwepo. Inawezekana yeye alipita tu akaona watu akabidi naye akae, lakini maadamu amekaa katika majlis ya khairi, basi Allah subhanahu wa ta'ala naye humpa yale mazuri aliyowapa wale ambao waliacha kazi zao kwa lengo la kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maashara almuslimin ahibba, kama tulivyotangaziwa katika masiku haya kuwa na muhadhara wetu huu ambao ni muhadhara kwa wakati huu ni amassil haja, ni muhadhara ambao unahitajia zaidi kwa wakati huu, bali ni muhadhara ambao kwa mwezi huu tulionao, mwezi wa Muharram, tupaswa zaidi kulifanya jambo hili miraran wa tikrara, mara kwa mara, kurudia katika masajidi mbalimbali, hususan katika masajidi hizi za sunna. Katika misikiti yetu hii ya sunna tuna wajibu zaidi miezi yote, lakini katika mwezi huu kuyazungumza haya ambayo ndiyo tuliyotangaziwa katika masiku haya mawili matatu yaliyopita. Na lengo ni nini? Lengo ni kukumbushana na kufundishana kwa yale ambayo yanahusu Uislamu wetu na dini yetu kwa ujumla. Na yawezekana watu wakajiuliza, kuna haja gani ya kuwazungumza Mashia? Kwani hakuna lengine la kuzungumza kwa wakati huu?
Kwani hakuna maudhuati zilizo bora za kuzungumza katika dini yetu? Kwa nini mashia? Na kwa sababu ipi? Yawezekana kuna mtu anaweza akasema kwa sasa kwamba Uislamu maadili yamepotea, amana zimekosekana, uaminifu na mengineyo mengi ambayo watu wakitamani kwamba haya tungeyatumia fursa hii ya kunasihiana yengekuwa ni bora. Lakini niwakumbushe ndugu zangu katika imani, hakuna adui mwovu au hakuna jambo ambalo lapaswa sisi tulitilie umuhimu mno kama jambo la kumzungumza adui anayehujumu Uislamu kwa vazi la Uislamu. Sisi wote tukubaliana kwamba tukimwona mzinifu wa wazi wazi anayefanya zinaa, kila mmoja hupatwa na chuki ya jambo hilo, kwa sababu ni dhambi ambayo anaifanya yachukiza, bali jamii yenyewe inaweza ikamhamisha mpaka mtaa. Lakini kuna mtu amevaa vazi la dini ya Uislamu, akaja kwa sura ya Uislamu, lakini ndani ukimpekua mtu huyu anauvunja Uislamu kuanzia ncha ya dini ya Kiislamu mpaka kumalizika mwisho wake. Kwa hiyo mtu huyu apaswa zaidi yeye azungumzwe na watu waweze kumfahamu. Apaswa zaidi mtu huyu abainishwe na watu waweze kufahamu ili wachukue tahadhari. Na haya ni maneno walioyasema ulama. Mmoja katika hao asema al-Imam al-Barbahari katika kitabu chake Sharh Sunna, alipokizungumzia masala ya watu kubainishwa, akasema ikifika wakati mtu akawa yeye anaitukana dini na kuidharau na kuibeza na kuivunja dini hii, apaswa kubainishiwa kwa watu kisa chake, habari zake zielezwe kwa watu na waambiwe yale ambayo ni mabaya ya mtu huyo, ili watu wapate kumjua na kuchukua tahadhari naye. Ahibba ikhwatan ajilla, kwa hiyo zipo sababu nyingi ambazo kwa sababu hizo zinatupasa sisi, zinatuelekeza na kututaka sisi tuweze kulizungumza pote hili ovu, kundi hili baya, kundi la Shia, kundi ambalo limevaa sura ya dini, lakini ndani yake ukimtazama kwa jicho la upekuzi hana chembe ya dini. Maashara almuslimina ahibba, sababu ya pili ya sisi kuzungumzia jambo hili ni difaa, kuwafanyia difaa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu katika moja ya ubaya wa watu hawa ni wao kuwatukana na kuwakashifu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kumtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kuitukana dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyopewa, aliyotumwa nayo. Na ukimtukana mtume wa Allah subhanahu, umemtukana Allah ambaye yeye ndiye aliyeka sheria. Kwa hiyo sababu ya pili ya sisi kumzungumzia Shia, watu wasipate gagaziko kwamba kuna haja gani kwa wakati huu. Haja zipo nyingi, lakini kuu katika hizo ni kuwafanya difaa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwatetea masahaba ni kumtetea Mtume Muhammad, na kumtetea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuitetea dini ya Uislamu. Maashara al-ahibba, sababu ya tatu
ni kufundisha umma, hususan shabab, vijana ambao wao huchukuliwa tu kama vile ghutha, ka ghutha isail, kama mfano wa povu la takataka kwa nyanja mbalimbali. Leo imefika wakati wa vijana hawachagui nini wanalolifanya, wanataka tu wapate kufanya. Sio kwamba nafanya nini, ili mradi tu nipate mimi njia ya kutoboa. Scholarship zikawa ni nyingi za watu kuchukuliwa kupelekwa katika mavyuo yasiyochunguzwa undani wake. Vijana wakachukuliwa katika mabiashara ya sura ya kwamba wananyanyuliwa kiuchumi, lakini kumbe ndani yake wanaenda kuharibiwa dini yao. Kwa hiyo moja ya sababu ya kwa nini sisi tunamzungumza leo Shia ni kwa sababu ya kuokoa pia kizazi na kukitengeneza kizazi, tupate jilul mutakamil, kizazi kilichokamilika, lakini ni kusimama katika maarifa ya dini ya Uislamu. Na huu ni msingi wa ahli sunna wal jamaa. Katika misingi yao ahli sunna wal jamaa ni kuibainisha haki na batil na kulibainisha kila kundi ovu kwa wakati wake, lengo ipatikane salama kwa umma, upatikane salama kwa Uislamu huu biidhnillahi tabaraka wa taala. Maashara alahibba, ikhwatan ajilla, kama nilivyozitaja sababu hizi tatu chache, sababu ni nyingi, tutaona wazi kabisa umuhimu wa maudhui hii, na tutaona wazi kabisa maqasid, yale malengo makusudiwa hasa ya kwa nini tumeandaa au kwa nini tumepanga barnamaji hii fupi ya kuelezea jambo hili. Ikhwanu fillah, mimi nitawaombeni muniwe radhi pamoja na maudhui ilivyokuwa, lakini kwa hizi sababu nilizozitaja na hii sababu ya pili hususan ya kuwafanyia difaa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, naonelea ulifanya jambo hili. Ulama wanasema innal ashya idha urida an tubayyin, hakika ya mambo yanapotaka kubainishwa, la budda an tubayyina dhidduha, hakuna budi kubainishwa na kinyume cha jambo hilo. Kuna wakati tunapotaka kukielezea au kueleza uovu wa kitu, lazima tuwatafutie watu uzuri wa kitu chengine. Tukiamua kumgusa Shia, imma kwa kutumia maneno yake au maandishi yake au yale ambayo yamenukuliwa kupitia huyo Shia na kundi lake kwa ujumla, sura kubwa inaonesha wazi tunataka kuwatetea masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hii ndio sura kubwa. Kwa nini? Kwa sababu asli ya huyo Shia au kudhihiri kwake na ubaya wake kuonekanwa wazi wazi ni baada ya yeye kuingia katika mashambulizi ya kuwashambulia masahaba. Kwa hiyo haitakuwa vizuri kama hatukumgusa huyu anayeshambuliwa, tukamwelezea kwanza kwa ufupi wake huyu anayeshambuliwa ni yupi, halafu tumpate mbaya anayeshambulia kwa nini anashambulia.
Kwa hiyo ipo haja kwanza japo kwa uchache tugusie fadla ya masahaba, na biidhnillah, kwa sababu muhadhara wetu huu kama nilivyoarifiwa umebeba siku 2, si ndio akhi? Kwa hiyo una wasaa zaidi biidhnillah, na kumzungumza sahaba ndio kutatufungua sisi kupata dira ya kuona ubaya wa watu hawa kwa kweli. Maashara almuslimina ahibba, fa inna min aqidati ahli sunnah wal jamaa, hakika miongoni mwa aqida za ahli sunna wal jamaa hubbu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni moja katika misingi ya ahli sunna. Qala al-Imamu at-Tahawi, anasema al-Imamu at-Tahawi katika kitabu chake Aqidatu at-Tahawi rahimahullah, asema wa nuhibbu ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wala nufarrit fi hubbin wahidin minhum, wala hatuchupi mipaka katika kumpenda yoyote katika hao masahaba. Hii nukta ishikeni. Sisi ahli sunna wal jamaa tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wala hatuchupi mipaka kwa yoyote katika hao masahaba kwenye kuwapenda kwao. Ukishika hii nukta itakupa dira kwa haya tunayotaka kuyagusa. Je, hawa mashia wanaozungumzwa kwa ubaya walionao, wao wakoje katika kuwapenda masahaba? Hawakuchupa mipaka au wamechupa mipaka? Kwa anasema al-Imam at-Tahawi, wala natabarra min ahadin minhum, wala sisi hatujitengi na mmoja katika wao tukasema kwamba sisi hatumtaki fulani, tunamkataa, sisi hatumpendi fulani. Hili kwa ahli sunna wal jamaa halipo. Kadhalik anasema al-Imam at-Tahawi, wa nubghidhu man yabghidhuhu, na tunamchukia kila ambaye anamchukia sahaba. Huu ni msingi wa ahli sunna. Yoyote katika maisha haya ya dunia atakayekuja kwa maneno, kwa vitendo akamchukia sahaba, na sisi kwetu sisi kumchukia ni aula. Kwa nini? Na kwa nini iwe hivyo? Asema kwa sababu, na wala sisi hatuwezi kumchukia, na sisi hatuwezi kumpenda yoyote anayewachukia masahaba, wala nadhkuruhum illa bil khair, wala hatuwataji masahaba isipokuwa tunawataja kwa wema. Wa hubbuhum, na kuwapenda masahaba, dinun, ni dini. Kule kuwapenda masahaba ndio dini ya Uislamu. Wa imanun, na ni imani kuwapenda masahaba. Wa ihsanun, na ni wema kuwapenda masahaba. Wa bughdhuhum, na kuwachukia masahaba, kufrun, ni ukafiri. Wa nifaqun, na ni unafiki. Wa tughyanin, na ni uovu. Hizi nukta zishike kwa umakini. Kuwapenda masahaba ni katika dini na ni katika imani, na kuwapenda masahaba ni katika ihsan. Lakini kadhalika wa bilaks, kuwachukia masahaba ni ukafiri, ni unafiki, na ni uovu. Kuwachukia masahaba ni ukafiri, ni unafiki, na ni katika uovu. Kwa nini? Kwa sababu sisi katika Uislamu tumefundishwa kumfuata mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala,
lakini kila anapotajwa mtume wa Allah subhanahu katika kumfuata kwake wanaguswa na hawa masahaba wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu, Allah subhanahu anasema, walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusahum aw ikhruju min diyarihim ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau anna katabna alayhim, lau kama sisi tungelifaradhisha kwa wao, an iqtulu anfusahum, kwamba wao waziue nafsi zao, wapigane, waende kwenye vita, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, wasingelifanya isipokuwa wachache. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, lau kama watu wangaliyafanya yale ambayo wamepewa mauidha kwayo, wamenasihiwa na Mola wao, lakana khairan lahum, yangelikuwa hiyo ni khairi kwa wao, wa ashadda tathbita, wa idhan la atainahum min ladunna ajran adhima. Angalia hizi aya, kisha Allah subhanahu akazungumza taa, akasema waman yuti'ir rasul, waman yuti'i llaha war rasula, yoyote ambaye atamtii Allah subhanahu na mtume wake, akamfuata Allah subhanahu na mtume wake, faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim, basi yoyote mwenye kumtii na kumfuata Allah subhanahu na mtume wake, huyo yupo pamoja na wale ambao ma'al ladhina an'ama Allahu alayhi, Allah amewaneemesha juu yao. Katika nani? minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wakatajwa masahaba kwa sifa zao. Yoyote atakimtii Allah subhanahu na akamfuata mtume wa Allah subhanahu, faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhi, hawa watakuwa pamoja na wale ambao Allah subhanahu amewaneemesha wao, minan nabiyina, katika mitume, was-siddiqina, na wakweli, minan nabiyina was-siddiqina, wash-shuhada, na wale mashahidi. Na tunakubaliana kwamba mashahidi ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu wao ndio waliopigania dini hii. Wasalihina, na watu wema katika masahaba, wa hasuna ulaika rafiqa, na hawa na huu au watu hawa wenye kufuata watakaokuwa katika daraja hili, wa hasuna ulaika rafiqa, hao ndio watakaopata urafiki uliobora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fillah, Allah subhanahu wa ta'ala akataja taa ya kutiiwa yeye na mtume wake, kisha akataja fadla ya ubora wa watu watakaomtii Allah subhanahu na mtume wake. Wataingizwa katika group na daraja la watu gani? Wataingizwa katika wema ambao ni masahaba. Kwa hiyo inaonyesha wazi kabisa fadla ya sahaba. Bali halitoshi hilo tu, Allah subhanahu akasema katika kuelezea fadla hizi au kutuonyesha umuhimu wa sisi kuwafuata na kuwapenda na kujifananisha au kuingia katika sehemu ya masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alipowaelezea watu wema walivyokimuomba Allah, walivyokitaka wao mazuri kwa Allah subhanahu. Allah subhanahu anatueleza maneno haya, anasema walipoomba watu wema wakamwambia Allah subhanahu, waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilaik. Allah subhanahu akaeleza akasema, qala adhabi usibu bihi man yasha wa rahmati was'at kulla shay fasaktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. Akawataja kisha Allah subhanahu hawa wanaoziamini aya zake ni nani? Akasema Allah subhanahu, alladhina yattabi'una ar-rasula, wale ambao wanaomfuata mtume. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. فالذين آمنوا به
wa'azzaruhum wa nasaruhum wattaba'u nura. Angalia hizi sifa Allah subhanahu awasifia masahaba waliomfuata mtume wake. Kwa hiyo ndio maana nikasema katika moja ya sisi kuzungumza ubaya wa mashia ni kuelezea pia fadhila za masahaba ili watu waone ubaya wa mashia ukoje, kwa sababu tutataja baada ya haya ninayoyazungumza, tutataja sasa vipi mashia wanavyowachukulia masahaba, na hapo kila mmoja ataona wazi ubaya wa watu hawa. Ndugu zangu katika imani, fa ahlus sunnah wal jamaa yuhibbuna ashab an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Ahlus sunnah wanawapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini si kuwapenda tu, bali wayufadhilunahum, na wanawafadhilisha, wanawafanya kuwa bora ala jamii al-khalq, kwa viumbe wote, baada al-anbiya, baada ya mitume. Lakini hili na ufia nsilisahau, hili kwa mashia halipo. Mashia wamefika kumfanya Ali ambaye ni sahaba kuwa ni bora zaidi kuliko mtume. Tutayazungumza haya kwa ushahidi wa mazungumzo ambayo yanatoka katika vinywa vyao na kalamu zao. Ndio maana katika moja ya challenge ambayo wanapopewa hawa mabwana wanaojinasibisha na ushia, wajibu ni kushindwa, kwa sababu kenye kuzungumzwa dhidi yao au kenye kuzungumzwa kuonyeshewa ubaya wao hakitoki sehemu ya kusingiziwa. Ikhwan fillah, mimi binafsi al-akhi tangu aliponipa taarifa kwa kadari za Allah subhanahu, sikupata hata wasaa wa kuandaa kwa utulivu, lakini kila alipokuwa akinitafuta alikuwa anampa matumaini ya khair. Abshir, abshir, abshir. Lakini kwa nini sikuwa na wasiwasi? Kwa sababu ubaya wa watu hawa tunawazungumza na tunakusudia na tunatarajia kuwazungumza, ubaya wake kwa tulabul ilm uko wazi mno. Lau kama mmoja wetu atatakiwa afanye bahthi, afanye research ya kutafuta jema lao moja mashia, jema lao moja, billahi alaikum wa rabbul Kaaba, nampa miaka mitatu na zaidi, jema moja anaweza akalikosa ndani ya miaka mitatu. Jema la Shia moja tu. Kwa hiyo hatutapata tabu biidhnillah, kwa taufiki ya Allah, kwa sababu mabaya kwao ndio mengi mno, hawana jema hata moja, hawana. Mimi nasema hivyo kaulan, lakini pia nina uthibitisho wa ushahidi wa vitabu kabisa kwamba wao hawana jema hata. Kama mmoja wetu atatakiwa afanye bahthi ya research ya kawaida, iwe yeye anatakiwa atimize kuhitimu kwake, iwe ni degree au ni master, iwe yeye anatakiwa kutakharaji kwake, halafu aambiwe afanye bahthi ya kutafuta jema moja la Shia, miaka mitatu halipati. Kwa hiyo mimi nilipata tabu sana, sio kutafuta ubaya wa hawa mabwana. Kazi ilikuwa ni kutafuta ushahidi wa kile tunachowasema kwamba ni ubaya, tusiwasingizie, kwa sababu moja ya misingi ya ahli sunna wal jamaa ni uadilifu katika mazungumzo yao. Kwa sisi hatutapata dhiki biidhnillah, tutakachokizungumza kwa taufiki ya Allah tutawaeleza kimetoka wapi, aliyekizungumza ni nani, na kama wanahitaji kwamba kitokane na wao, sio kitokane na kinyume na wao, tutawaambia pia maneno haya ameyazungumza mshia wenu. Kwa hii ndio kazi. Kama mtu anataka kuandaa, atapata tabu kuyathibitisha maneno atakayoyazungumza kwamba hili ni ovu kwa Shia kwa sababu ya dalili hii na kutoka kitabu hichi, lakini sio kupata tabu ya kutafuta ubaya wa mashia. Hilo lichukueni, hawana jema hata moja. Na si maneno yangu,
Ntianukuu baadaye maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim alivyoelezea kwamba kila walichokuja nacho wakikifanya kwa sura ya wema, kusaidia, wema ule ukabadilika ukawa ni uovu. Kwa hiyo anasema fala nuhasibu alayhi, hatuhesabu kwao kwamba ni wema. Tutayanukuu maneno hayo biidhnillah, mengi katika hayo, lakini nimependa kama nilivyosema, kwanza tuguse kwa ufupi fadhila za masahaba, ndipo tutakapomuashara al-ahibba katika kule kuwapenda masahaba. Wanawafadhilisha baada ya mitume. Baada ya mitume hakuna aliye bora, baada ya mitume hakuna anayefuata ubora kuliko masahaba. Asema lianna mahabbatuhum, kwa sababu kuwapenda hao masahaba, min mahabbati rasulillah, ni katika kumpenda mtume wa Allah subhanahu, wa mahabbatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kumpenda mtume, min mahabbati Allah, ni katika kumpenda Allah. Allah subhanahu anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa nyinyi mnampenda Allah subhanahu ukweli, basi nifuateni mimi. Kwa hiyo kumfuata mtume ni kumpenda Allah, na kumpenda mtume ndio kumpenda Allah subhanahu, na kuwapenda masahaba ndio kumpenda mtume na kumpenda Allah. Wabilaksi, na kinyume chake, ukimchukia sahaba umemchukia mtume, na ukimchukia mtume umemchukia Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahlusunna wal jamaa yuthnuna ala sahaba, wanawasifu masahaba, wayataradhauna anhum, na wanawatakia radhi, wanawaombea wao radhi. Anapotaja sahaba ahlusunna wal jamaa katika misingi yao, wanawaombea radhi, wanasema rahilni radhiyallahu anhum. Asema al-Imam al-Barbahari katika kitabu chake Sharh Sunna, asema na katika misingi ya ahli sunna natarahamu ala sahaba, ni kuonea, ni kuwatakia rahma masahaba, wala hatuwataji sisi kwa ubaya, bali sisi tunawatakia wao msamaha kwa Allah subhanahu, na tunawatakia wao rahma. Hii ni misingi ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo kila anayejinasibisha na yeye kwamba ni ahli sunna, lazima kwenye daira hii, mzunguko huu, tumuone kwenye masahaba yeye anasimama vipi. Wayastaghfirunahum, na wanawatakia msamaha. Wadhalika, na jambo hilo la kuwatakia msamaha, au jambo hilo la kuwatakia rahma, au jambo hilo la kuwapenda masahaba, lilumurin, kwa mambo mbalimbali au kwa sababu mbalimbali. Awalan, sababu ya kwanza, annahum, hakika ya hao masahaba, khairul quruni, ndio karne bora, fi jamii al-umam, kwa nyumati zote. Karne iliyokuwa bora ni karne ya masahaba wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima, amepokea al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi mbili zao hao. Al-Imam al-Bukhari asema min hadithi Abdullah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume wa Allah subhanahu amesema, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu, khairi ya watu au watu walio bora, watu ambao ni wazuri, watu bora ni watu waliokuwepo katika karne yangu, ambao ni masahaba. Hao ndio watu bora. Thumma alladhina yalunahu, kisha wanaofuata baada ya hao, thumma alladhina yalunahu. Na hii ni moja katika fadla ya masahaba, kuwa wao ni katika watu bora. Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua kuwa katika karne bora, na mtume wa Allah subhanahu akalithibitisha jambo hilo kwamba wao ndio katika watu walio kwenye karne bora. Khairun nas, watu walio bora ni watu waliopo katika karne yangu, ambao ni masahaba, watu ambao zimeshuka aya zikitaja sifa zao njema
watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha aya zikitaja fadla zao. walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana walikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Kasome tafsiri zote, kasome tafsiri al-Imam Qurtubi, al-Imam Ibn Kathir, al-Imam Sa'di, al-Imam al-Baghawi, kasome katika tafsiri ya al-Imam Ibn Ashura, zote kazisome. Utaona aya hii wanavyotafsiri, wanasema ni fadla, wanazungumziwa masahaba na wale wafuata masahaba ambao ni at-tabi'ina. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم المهاجرين والأنصار. ni muhajir na ansar na wale waliowafuata ambao ni tabi'in. Sasa hawa wamezungumzwa katika Qur'ani kwa ubora kabisa. Kwa hiyo hali ya kwanza, kwa nini sisi tunawapenda masahaba na kwa nini sisi tunawafanyia difaa na kuwatetea masahaba? Ni kwa sababu wao ni khairun nas, ni watu walio bora. Thaniyan, sababu ya pili ya kwa nini sisi tuwapende masahaba na tuwafanye kuwa bora baada ya mitume, asema kwa sababu wao hum wasatiyata baina ar-rasul sallallahu alayhi wasallam الواسطة عفوا هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته. masahaba ni kiunganishi kutoka kwa mtume na umati wake hapa katikati, yani kama daraja. Watu hawa walio huku wakitaka kumfika mtume aliyeko huku wapite kwa huyu sahaba, kwa sababu yeye sahaba ndiye aliyekuwa na mtume, ndiye aliyesikia ya mtume yakitoka kupitia kinywa chake, ndiye aliyeyaona ya mtume yakitendwa kupitia vitendo. Kwa hiyo wewe leo ukitaka kujua udhu huwezi kujua udhu mpaka uangalie udhu aliochukua sahaba, kwa sababu yeye ndiye aliyemuona mtume. Ndio maana ile kauli niliyosema kwamba ashia hawana jema lolote, hawana zuri lolote. Akija mtu akasema wanaswali, hata swala zao si swala zetu. Yani sisi na mashia hatufanani na wao, ukitoa kuumbwa tu maumbile. Yawezekana kwamba wao wakiwepo, akiwa ni mwanamke wako wanawake wengine wanaofanana, akiwa ni mwanaume wako, lakini mengine yoyote mpaka mavazi hatufanani na mashia. Makataa hilo. Sizungumzii hivi vijishia vinavyojinasibisha ni vishia kula, la, na wazungumzia hao mashia ambao tutawazungumza kwa maneno yao. Sasa ukiniambia wanachukua udhu wanaswali, nikuulizeni kwa mfano mmoja tu, mfano hai. Udhu ulio bora ni udhu tuliofundishwa kwa hadithi ya Uthman ibn Affan, alaysa kadhalik? Yeye ndiye aliyechukua udhu akatuambia hakadha, hivi ndivyo nilivyomuona mtume sallallahu alaihi wasallam akitawadha. Haya, waulizeni mashia kuhusiana na Uthman, wao wanamkubali? Na wapeni tu mfano huo niwalete kwenye maudhui yetu. Sasa ikiwa wao wanamkataa, wataikubalije mazungumzo yake? Kwa hiyo kama udhu bora ni udhu aliotufundisha Uthman ibn Affan, maana yake wao basi hawachukui udhu. Na shawahidi ziko nyingi tutakazozitaja biidhnillah. Na wapeni hii hali tuione kabisa kwamba sisi hatuzungumzi tu mashia kwa sababu ya chuki tulizonazo za kwamba eti wamepata ufuasi fulani, la. Kwanza tunathibitisha kwamba sisi tuwachukia, ili hatuna shaka nalo. Kila anayejinasibisha na Shia sisi tunamchukia, ila awe ni jahili, haujui wa ushia, basi yeye tutampa udhuru wa hilo. Na akibainishiwa akakataa akafanya inadi, sisi tutamchukia kama tunavyomchukia Ibilisi. Bali wao ni ashaddu tutakavyowachukia zaidi, kwa sababu Ibilisi sisi hatumuoni. Na Ibilisi ukisema a'udhu billahi akaa pembeni, lakini Shia hakai.
Kwani kama ingekuwa tukipiga a'udhu billahi ya waka pembeni, kwa wanavyosemwa si ingekuwa shahama? Si ingeondoka kwenye vijiji vyetu walivyoviteka huko? Lakini wao hata ya a'udhu billahi hawaikimbii. Kwa hiyo sisi tunawachukia zaidi kushinda tunapomchukia Ibilisi. Na hili lishikeni, mkilitajia dalili pia tutawapeni inshallah. Si maneno yetu, twayanukuu maneno ya ulama ambao wao wamechukua kupitia kwa watu wema. Maashara al-ahibba, kwa hiyo hatuwezi kuifahamu dini hii isipokuwa tupitie kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu wao ndio waliopokea. Asema faminhum, katika hao masahaba wapo ambao walichukua na kunukuu sharia hii, sheria ya dini ya Uislamu, na hili hakuna shaka. Kwa hiyo hii ni sababu pekee ya sisi kusema masahaba, au ni miongoni mwa sababu ya sisi kusema masahaba ni bora. Maashara al-ahibba, athalitha, jambo la tatu la kwamba sisi kwa nini tuwapende masahaba. Masahaba baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa juhudi zao ilikuwa sababu ya futuhat, watu kupata ushindi katika miji na Uislamu kuingia. Ma kana ala aidihim min futuhatin alwasi'atu alazima, ni kule kupatikana kwa kupitia taufiki ya Allah, kisha kupitia juhudi zao masahaba Uislamu ukaingia katika miji mbalimbali. Uislamu ukaingia mpaka Konstantinia, Spain, uliingia Uislamu kupitia juhudi za masahaba. Uislamu ukaingia katika miji ya Ethiopia kwa kupitia mikono ya masahaba kwa taufiki ya Allah subhanahu. Uislamu ukaingia katika miji ambayo leo watu wanajinasibisha nayo kwamba ni miji yao, lakini asli ilikombolewa na masahaba. Hata hiyo Filistini ambayo leo tuililia, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ameondoka, bado haikuwa kwenye mikono salama ya Waislamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaja akatia tawfik Umar ibn al-Khattabi katika kipindi chake akaimiliki Filistini. Hii yote ikaonyesha kwamba wao wamekuwa na sababu na michango mikubwa ya dini, mchango mkubwa sana. Ikhwanu fillah, kwa hao masahaba, wao ndio walioeneza nasharul fadaila baina hadhihi al-umma, wao ndio walizozieneza zile fadla na sheria hizi kwa umma huu wa Uislamu. Misidqin, ukweli, wao ndio wamefundisha. Wa nushin, nasaha, wao ndio wamezitoa nasaha zilizo bora. Wa akhlaqin, adab, tabia njema wamefundisha masahaba. Wal adab, na adabu masahaba ndio walozifundisha. Allati la tujadu inda ghairihi, tabia ambazo, adabu ambazo, nasaha ambazo, akhlaqi ambazo hazikupatikana kinyume na wao, kinyume na wao. Falihadha, na kwa sababu hii, qala Allah tabaraka wa taala muthnian alayhi, Allah subhanahu akasema kuwasifu masahaba. Qala Allah tabaraka wa taala was-sabiquna al-awwalun, wale waliotangulia katika watu wa kwanza, minal muhajirin wal ansar, katika muhajir na ansar, walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum, Allah waridhie watu hawa. Haya ni maneno yanayotoka kwa Allah subhanahu. Radiyallahu anhum, Allah subhanahu awaridhie watu hao, amewaridhia watu hao. Radiyallahu anhum wa radu anhum, na wao wamemridhia Mola wao. Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia watu hao masahaba, muhajirina na ansar, na wale wafuata muhajir na ansar, lakini pia na wao wakamridhia Mola wao kwa yale aliyoamrisha. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar,
khalidina fiha abada dhalika alfawz alazim. Allah kalitaja hili kwa sifa njema kuwasifu masahaba. Waqala ta'ala, na Allah akasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahum ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Hawa ni masahaba ambao Allah subhanahu azishusha aya kuwasifu masahaba. Kwa hiyo asije akaona mtu kwamba tunapowazungumza masahaba kama vile tunajikumba tu, tunawazungumza watu ambao wamezungumzwa na Qur'an. Allah subhanahu akaendelea kulithibitisha jambo hilo, akasema Allah subhanahu, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, Allah ameshawaridhia, kwa hakika Allah amewaridhia waumini. Waumini gani? Waumini wapi? Waumini ambao idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa bai'a wewe Muhammad, kukuunga mkono, kukuwafiki, kuwa pamoja nawe katika mapambano yoyote unaotaka kupambana, chini ya mti. Na hawa hawakuwa wengine isipokuwa ni masahaba. Hawa hawakuwa wengine isipokuwa ni nani? Ni masahaba. Kwa ndugu zangu katika imani, fadla ya masahaba ni kubwa, na hatuwezi sisi kuzimaliza kuzielezea. Miongoni mwa fadla zao ni kwamba wao wamesifiwa na kupata radhi kutoka kwa Allah subhanahu angali wakiwa hai pia. Mbali ya hao waliobashiriwa kuingia peponi, lakini kwa ujumla wao Allah subhanahu amewaridhia masahaba. Sasa leo akipatikana mtu akaja akawatukana na kuwakashifu na kuwabeza na kuwadharau masahaba kwa sababu za utashi wa hawa yao, sisi hatupasi hata kuwaonyesha meno yetu moja, ila tukiwaonyesha meno tuwaonyeshe meno za kutaka kuwang'ata. Akikukalia karibu wewe kumpata kwa ushia wake huo, iwe yeye anakukalia mbali kwa yale maneno makali utakayompa. Hatupaswi sisi kuchekeana nao. Halafu leo atokea mtu asema, kwani kuna tofauti gani na wao? Hebu tupe wewe, ataka tofauti gani wewe? Mtu ambaye amefika kuwatukana masahaba kwa matusi makubwa, ambayo lau kama mmoja wetu atatukanwa yeye tusi hilo, aweza kuondoka na kichwa cha mtu. Sasa atukanwa ambaye kwa taufiki ya Allah subhanahu amekuwa sababu ya wewe kuijua dini hii. Maashara al-ahibba, Ashia wana mengi sana katika kuzitukana au katika kuwabeza masahaba, kwa sababu nilitaka kuyagusia haya kwanza kuonyesha fadla ya masahaba na kuligusia kwa ufupi jambo hili ili tuone kwamba sisi hatuwasemi mashia tu bure bure, bali tunawasema kwa sababu wao wamestahili kusemwa, na kustahili kwao ni kwa sababu ya yale ambayo wameyaleta dhidi ya masahaba, yale ambao wameyaleta kuwatukana masahaba. Maashara al-ahibba, mashia ambao ndio maudhui yetu mama, kwanza nataka mfahamu ya kwamba
hata huyo anayempenda katika masahaba pia ni waongo katika mapenzi yao. Hao wanaowapenda katika masahaba pia ni waongo katika mapenzi yao. Tuwapeni mfano. Katika yale ambayo wanajinasibisha nao, wao wanampenda zaidi Ali na Fatima na Hassan na Hussein na baadhi ya tutakao wataja. Kulthum ni mtoto wa Ali, ambaye Kulthum ameolewa na Umar ibn al-Khattab. Yaweje umpende baba alafu mchukie mwanawe? Au katika hao wana wa huyu watoto wake wa halali ni hawa tu? Wal-iyadhu billah. Kwa hili pia tulichukue katika sehemu yetu ya kujua ubaya wa hawa bwana. Kwa hiyo kumbe hata haya mapenzi yao ya haya madai wanaoyadai bado pia yana uongo ndani yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hawawezi kuwa na ukweli wa kumpenda Ali kama wanapodai, kwa sababu asili ya dini yao ya Ushia na asili yake imetokana na Myahudi, na Yahudi hawezi kumpenda sahaba wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali si hivyo tu, bali wao maneno yao yakafanana kabisa na maneno ya Manasara. Kwa hiyo utaona wazi kabisa tunachokizungumza kwamba hawa mabwana hawana misingi yoyote ya sisi kuwachukulia kama ndugu zetu, ni kwa haya ambayo tutayanukuu biidhnillahil karim. Maashara al-ahibba, kama nilivyoendelea kusema na kukumbusha kwamba msingi mkubwa wa sisi kuyazungumza na kuandaa muhadhara huu wa kuipa maudhui hii ni kumfanyia pia difaa sahaba, kwa sababu ya maamrisho tulioamrishwa. Wa fi sahihain min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. La tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu. Kwa nini? Law anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, lau mmoja wenu engelitoa mfano wa mlima wa Uhudi dhahabu, ma balagha muddin ahadihim wala nasifa, asengefikia mmoja wenu kibaba cha mmoja katika masahaba. Lau mmoja wenu engelitoa mfano wa mlima dhahabu, basi asingelifikia malipo au asingefikia wema wa kibaba cha mmoja katika masahaba alichokitoa au alichokifanya, wala nisfi ya kibaba asingefikia. Kwa msiwatukane masahaba zangu, wala msifikirie kwamba kule kuwatukana masahaba kwa malengo ya kwamba nyinyi mnajinasibisha na mmoja katika wao ndio salama. Hapana, hakuna katika sisi ambaye ingelifikia wema wa mmoja katika hao, hakuna. Kwa nini? Rawa al-Imam Ahmad
fi fadhail as-sahaba, amesimulia al-Imam Ahmad katika kuelezea fadhila ya masahaba, an ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala la tasubbu ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, musiwatukane masahaba wa Muhammad, famaqamu ahadihim, basi daraja nafasi ya mmoja katika hao masahaba saa khairan min ibadati ahadihim 40 sana. Ibada aliyoifanya sahaba ya lisali moja tu ni khairi na ni bora kuliko mmoja wenu atakayefanya miaka 4 ibada 40 sana. Yani lau sahaba asali mathalan sunna, swala ya nawafil yenye kuchukua dakika 10, alafu mmoja wetu sisi afanya ibada za miaka 4, hawezi kufikia fadla ya ibada ya sahaba huyu aliyefanya ibada ya sunna ya dakika 3. Haya ni maneno anayasema Abdullah ibn Umar, ameyasimulia al-Imam Ahmad, asema la tasubbu ashabi Muhammadin, musiwatukane masahaba wa Muhammad. Kwa nini? famaqamu ahadihim, ile daraja ya mmoja katika hao masahaba, sa'atun khair, saa moja ya khairi yao, khairun, saa moja ya khairi ya sahaba, khairun ni bora min ibadati ahadukum 40 sana, kuliko ibada ya mmoja wenu kwa miaka 4. 40 sana, miaka 4. Naam, nakumbushwa hapa adhana, kwa hiyo tuadhini biidhnillah. Barakallahu fikum. Maashara al-ahibba, Allah subhanahu wa ta'ala alikaa akaziangalia nyoyo zetu, nyoyo za wanadamu kwa ujumla na nafsi za wanadamu wote kwa ujumla. Hakuona watu bora wa kumchagulia mtume wake isipokuwa masahaba. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله حكى الله سبحانه نظر في قلوب العباد, aliangalia katika nyoyo za waja wake wote, aliangalia katika nyoyo zao. fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khaira qulubi ibadi, akaukuta moyo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni moyo bora katika nyoyo za waja wake. Fastafahu li nafsi, akamchagua
Allah subhanahu akamfanya kuwa bora Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya kumchagua, fab'athahu birisalatihi, akamtuma akampa utume. Thumma nadhara fi qulubi al-ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kisha Allah akaangalia tena nyoyo za waja wake baada ya kutazama moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubi ibadi, akakuta nyoyo za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nyoyo bora zaidi. Faja'alahum wuzara nabiyhi, akawafanya kuwa ni mawaziri wa mtume wake. Hili ni chaguo alilolichagua Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini angalia katika chaguo hili Allah alilolifanya, pamoja na ubora wa masahaba, lakini pia Allah subhanahu hakuwafanya wao kuwa bora zaidi kumshinda mtume wake. Lakini mashia wao katika yale ambayo wanayaamini na tutakayoyataja biidhnillah, wanaamini kwamba wale maimamu wao ni bora zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wanaamini kwamba ni bora kwa sababu gani? Kwa sababu wao, moja ya msimamo wao, wanaamini kabisa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapo mambo ambayo alikuwa hayajui, lakini maimamu wao hakuna lilofichikana kwa wao. Sasa huyu mtu tutaona kabisa ubaya wake ulivyo. Sasa masahaba hawa pamoja na ubora waliopewa, lakini bado Allah subhanahu hakuwafanya kuwa bora zaidi ya mtume. Leo hajapatikana mtu eti awe bora zaidi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahibba ikhwatan ajilla, tunaweza leo hii siku tukaiona kwamba kwa nini tuwagusie masahaba. Wallahi mimi naonelea zaidi kwa sababu hikma ya nadharia inasema hivi: harufu mbaya au sehemu penye uchafu, hata pakisafishwa watu wanaweza wakapakimbia kwa sababu ya uchafu uliowaudhi. Na hili ni jambo waqiia. Inawezekana sehemu palikuwa panakusanywa takataka, pana mwagwa uchafu, siku moja tuliyopita ukapata madhara au ukapata hali iliyokuwa ilikuchefua, hali mbaya, harufu mbaya, lakini kwa bahati nzuri siku ya pili pakasafishwa, pakaekwa sawa. Ila wewe ukitoka ukikaribia ile njia ambayo kule juzi ulikutana na uchafu, unaweza ukaambia watu tusipite huko, kuna takataka. Na hili ni jambo la nadharia ambalo linaonekana kiwazi. Lakini harfu nzuri kadri inavyokuwa inasikika, inapatikana katika pua ya mtu anapoinusa, ndivyo inavyomsogeza yeye kuwa karibu. Na akipita maeneo aliyopata harfu nzuri, aweza kuwashawishi watu kwamba tupiteni pale, hata kama akienda ile harufu leo haipo. Kwa hiyo mimi ndio maana niliwaombeni radhi, nachelea leo kuyagusa maneno au kuyazungumza mabaya ya hawa mabwana na kuwabainisha kwao, tusije tukaichafua majlisi hii ikatukimbiza. Lakini leo nataka tuianze hii harufu nzuri ya kuelezea fadhila ya masahaba, alafu niwatake waislamu kwa jumla tuje tumzungumze aliyekuja kuichafua harufu hii. Afaa kuwa mwema wetu? Afaa sisi tumpende? Afaa sisi tumuozeshe mtoto wetu? Afaa sisi tumpe mashamba yetu tumkodishe? Afaa sisi kumfanya kuwa ni sehemu ya watu wetu wa kijiji? Ndugu zangu katika imani,
kama nilivyonukuu maneno ya ulama, hatutasalimika sisi na dini yetu kama kwanza hatukujinasibisha na sisi kuwatetea masahaba kwa kuifuata ile sheria yao. Kwa hiyo na tufahamu ya kwamba masahaba katika ule ubora wao ndio waliokuwa watu wenye maarifa na akili salama. Na haya si maneno yangu, asema Hasan al-Basr rahimahullah, inna Allah, asema Hasan al-Basr, inna ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kanu akyasa, hakika masahaba wa mtume Muhammad wao walikuwa ni watu wenye akili mno. Tena si hivyo tu, wao walikuwa ni watu bora. Katika ule ubora waliokuwa nao masahaba hawa, Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia wao ni wenye kuhifadhi sheria, mafundisho yaliyoteremka kwa uadilifu, kwa sababu akili zao zilikuwa salama. Akili zao zilikuwa makini katika kunukuu, na hii ni kuonesha fadla waliokuwa nayo masahaba. كذلك وقوله نقولياك ولا نفرط في حب واحد منهم ولا نتبرى منهم أحد ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضه وبغير خير يذكروهم وحبهم دين وإيمان وإحسان. أسمى يقصد بذلك الرد على الروافضة. Ulama walipoyazungumza maneno haya kwamba sisi tunawapenda masahaba na tunawachukia wanaowachukia masahaba, walikuwa wakiyakusudia maneno haya kuwa raddi na kuwajibu arrawafidha wanawasib, ambao nao ni mashia na nawasib. Fa inna arrawafidha, kwa sababu hawa arrafidha yukaffiruna ashaba rasulillah, wanawakufurisha masahaba wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. ويعتقدون na wanaamini annahum kuffarun, kwamba hawa masahaba wao ni makafiri, illa thalatha, isipokuwa watu watatu. Minhum, katika hao masahaba wote wao wanaamini masahaba watatu tu ndio ambao hawakufuru. Bali ya'taqiduna, bali wao wanaamini hao mashia annahu la walaa, hakuna alwala illa bibaraa, isipokuwa kwa kuwakataa na kuwapinga masahaba wote. Yani wewe ukisema kwamba wewe unajitenga na waovu, ujitenge na masahaba kwanza, ndio wewe utahesabiwa kweli ni mwenye kujitenga na waovu. Na ndio maana wanasema hawa mashia, wala nuhibbu, wala hatutawapenda ahlus sunna, wala nuhibbu, wala hatutopenda yoyote katika hao hata yatabarra min Abi Bakar na Umar, isipokuwa mpaka mtu kwanza awatenge Abu Bakar na Umar, sisi ndo tutampenda. Mashia wao wanaamini hivyo na wana msimamo huo, na ndio akida yao, kwamba ili wewe uwe katika watu wa kheri, wakupende, wakujue, wakuthamini, kwanza wewe umchukie Abu Bakar na Umar, na umuone kwamba Abu Bakar na Umar kwamba si lolote si chochote. Hapo ndio wewe utakuwa bora,
na wewe utakuwa ni mtu wa thamani kwa wao. Maashara al-ahibba, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwapenda kama nilivyonukuu maneno ya ulama, kuwapenda kwao ndio kuipenda dini yetu, na kinyume chake kuwachukia wao ndio kuichukia dini yetu. Na hawa mashia ambao wao bendera yao kubwa iliyokuja kuwatangaza ni kuwatukana na kuwadharau masahaba. Shia hakutambulikana katika jamii na hakudhihiri katika jamii, isipokuwa kudhihiri kwake kwanza alianza kumkashifu sahaba na kuwatukana masahaba. Lengo ni nini? Lengo lao lilikuwa ni jambo gani? Kwa nini waanze kuwatukana masahaba? Na kwa nini wasianze kuwashambulia wanaowafuata masahaba? Kwa nini waanze kuwatukana masahaba? Qala Abu Zur'at ar-Razi, asema Abu Zur'at ar-Razi, idha ra'aita ar-rajul yantaqisu ahad min ashabi rasulillah, utakapomuona yoyote katika mtu ambaye anawatukana na kuwakashifu na kuwadharau masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, tambua, annahum zindiqa, kwamba yeye huyu ni mnafiq. Angalia maneno, wadhalika, kwa sababu hiyo, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, indana, kwetu sisi, haqqun, kumfuata Mtume kwetu sisi ni haki, wal Qur'anu haqqun, na Qur'ani ni haki kwetu sisi kuifuata, wa inma adda ilaina hadha al-Qur'an was sunnah, na hakika kilichotufikia sisi, waliotufikishia sisi hii Qur'ani na sunna ni nani? Ashabu rasulillah, ni masahaba wa Mtume. Sasa mashia kuja kuwatukana masahaba na kuwadharau na kuwavunjia heshima ni kwa sababu walichokuwa kukusudia ni maneno gani? Walikuwa nakusudia nini? Asema al-Imam Abu Zur'at ar-Razi, wa inma yuriduna an yajrahu shuhudana liyubtilu al-kitaba was-sunnah. Lengo la mashia kuja kuwatukana masahaba, lengo lao kubwa ni kuvunja au ni kukata ule ushahidi uliokuwepo kutoka kwa masahaba kutufikishia sisi kwamba haya ndio aliyozungumza Mtume, liyubtilu alkitaba was sunna, ili wapate kukivunja kitabu na sunna. Kwa hiyo wao wakaona njia salama ya kuivunja dini ya Uislamu ni kuanza kumtukana aliyebeba dini hii ambaye ni sahaba. Tukishamtukana sahaba, watu wakamchukia sahaba, watu watachukia dini aliyokuja nayo sahaba. Tukishamdharau sahaba na watu wakamdharau, wakakubali kwamba sahaba si lolote si chochote, na wao watakataa aliyokuja nayo sahaba. Sasa al-Imam Abu Zur'at ar-Razi asema, wal jarhu bihi, na kuwajeruhi, kuwasema vibaya, kuwabeza na kuwafanyia dharau hao mashia, au la, ni bora zaidi, wahum zanadiqa, na mashia wao ni wanafiki. Na haya ndio maneno ambayo mimi nataka nisimamie hapa kwamba ndio mwongozo wetu sasa. Kwa maneno haya kuwasema sisi mashia na kuwabeza na kuwajeruhi na kuwakalipia ni aula kwetu sisi ahli sunna wal jamaa. Wa biidhnillahi alkarim, Allah subhanahu akituwafikisha, mimi nataka niondoke na maneno haya al-Imam Abu Zur'at ar-Razi, tuje sasa tuzungumze moja baada ya moja kwa nini tuwasema mashia na ubaya wa mashia kwa mujibu wa maandishi yao na maneno yao walioyatamka wao kwa midomo yao na kalamu zao. Biidhnillahi alkarim, Allah subhanahu akituwafikisha katika liqaa yetu tutakayokutana nayo kesho biidhnillah, kwa sababu ni aula kwetu sisi kuwafanyia jarh, ni aula kwetu sisi kuwafanyia rad, kwa sababu ni aula kwetu sisi kuwapinga na kuwasema vibaya. Na sisi kwa taufiki ya Allah subhanahu tutaanza kuwasema moja baada ya mmoja kila akida yao mbaya walionayo,
kila wanaoyaamini, halafu kisha tuulizane kwa pamoja, twapaswa sisi watu hawa kuwakumbatia? Twapaswa sisi watu hawa kuwafanya kuwa bora? Twapaswa sisi watu hawa kuwaozesha? Kuna kauli hapa nimeiacha kwa makusudi, na hii kauli nitakuja kuinukuu biidhnillah, Allah kutuafikisha katika liqaa yetu inayofuata. Bali kama mmoja wetu alishaingia katika familia ya wanaojinasibisha na Mashia, ajitoe ndani ya usiku huu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Al-akhi hapa ametoa rai iliyo njema ya tusubiri hizo bakora zitakazokuja, takazochapana na kuwachapa au mabwana biidhnillah, alafu ndani yake tunaweza tukazalisha maswali yaliyo mengi, kwa sababu bila ya shaka sisi hatuwezi leo kuuliza kuhusiana na maswahaba, sababu tunatosheka na yale yote tulioelezea ubora wao, lakini tunataka tumsubirie huyu anemtukana sahaba ili tuangalie twajitoaje katika hayo. Kwa mujibu wa rai ya akhi aliyoitoa, basi inshallah tuipokee kwa sura hiyo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.